Wana Yanga wanakwambia kwamba hakuna cha kusubiri. Hatimaye tayari wamemtambulisha kocha mpya ndani ya klabu hiyo, ambaye tayari kwa taarifa tu ni kwamba wamemsainisha mkataba wa miaka 2. Sasa unaweza ukaenda kujiuliza kwamba je, huyu ni kocha wa namna gani? Ni kocha ambaye anatumia mfumo gani? Je, kwa upande wa klabu ya Yanga wamemtambulisha kocha huyu, lakini je, anaendana na mfumo wa timu? Utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupatia CV za kocha huyu mpya, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuangazie CV za kocha mpya ndani ya klabu ya Yanga. Hatimaye klabu ya Yanga imemtambulisha kocha kutoka Afrika ya Kusini, Mankoba Mngiti. Mankoba Mngiti anakuwa sehemu ya benchi la ufundi kuelekea msimu mpya. Mngiti ni miongoni mwa makocha wenye uzoefu mkubwa katika soka la Afrika, ambapo alizaliwa tarehe 25 Aprili mwaka 1971 nchini Afrika ya Kusini, na alianza maisha ya soka kama mwalimu kabla ya kujikita kikamilifu katika ukocha wa soka. Mankoba Mngiti katika maisha yake ya ukocha amewahi kuinoa klabu ya Golden Arrow ya pale nchini Afrika ya Kusini, Amazulu, Chipa United, na baadaye akajiunga na Mamelodi Sundowns ambako alifanya kazi kwa miaka mingi akiwa kocha msaidizi kama mwenza, na baadaye alikuwa kocha mkuu akiwa ndani ya klabu hiyo hiyo. Alishiriki kuiongoza timu hiyo kutoa mataji kadhaa ligi kuu ya Afrika ya Kusini pamoja na makombe mengine ya ndani, na kujijengea sifa kubwa kuwa mmoja wa makocha wakubwa zaidi pale Afrika ya Kusini. Baada ya kuondoka Mamelodi Sundowns mwishoni mwa mwaka 2024, Mngiti alirejea kuinoa klabu ya Golden Arrow ambako aliendelea kuonyesha uwezo wake wa kujenga timu zenye ushindani. Mngiti anafahamika kwa kupenda soka la kushambulia, umiliki wa mpira, yani kujenga mashambulizi kuanzia safu ya ulinzi na kuwapa nafasi wachezaji wenye vipaji, pia na uwezo mkubwa kukuza vipaji vya vijana, kutengeneza timu zenye nidhamu ya hali ya juu. Sasa mashabiki wa Yanga naweza nikasema kwamba watarejea makubwa kulingana na kile ambacho amekuwa akikitoa kwa upande wake. Mankoba Mngiti ni moja ya makocha ambao wanaonyesha kabisa kwamba wana kitu ambacho walichonacho. Lakini pia kwa upande wa Mngiti unaweza kujiuliza, je, kwa upande wake anapendelea mfumo wa aina gani? Huu ni kocha ambaye anapendelea zaidi mfumo wa 4-3-3 ama 4-2-2 kulingana na aina ya timu ambayo anacheza nayo. Napenda kukupa taarifa tu kwamba huyu kufahamu tu kwamba ameshinda ubingwa wa pale Afrika Kusini msimu mwaka 2020-2021, lakini pia msimu mwaka 2021-2022 akiwa ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini pia ameshinda kombe la MTN 8 mnamo mwaka 2009 akiwa na klabu ya Golden Arrow, lakini pia alishinda ubingwa huo wa MTN 8 mwaka 2021 akiwa na Mamelodi Sundowns. Hakuishia hapo. Mnamo msimu wa mwaka 2021-2022 akiwa ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns alishinda kombe la Nedbank Cup. Maana kwamba mpaka sasa hivi akiwa pale nchini Afrika ya Kusini ameweza kujinyakulia takriban makombe 5. Maana kwamba ni kocha ambaye pia amezoea kubeba makombe, na ndio maana kwa klabu ya Yanga wameona kabisa kwamba Mankoba Mngiti ni kocha ambaye anastahili kujiunga na klabu hiyo. Kitu kikubwa ambacho tunakisubiri ni kuona ndani ya Yanga atakuja na mpira wa aina gani na mfumo wa aina gani, kwa sababu tayari yeye na mfumo wake pendwa wa 4-4-2, 4-3-3. Tusubiri kuona, je, ataiba mafanikio ndani ya klabu ya Yanga.